Okay, ladies and gentlemen, asante sana kwa kuendelea kuitolea macho Dar-Town TV all the way up kutoka Mbezi stendi ya Magufuli jijini Dar es Salaam. Karibu sana kwenye kidimba bwana. Jana baraza la michezo nchini Tanzania BMT kushirikiana na Wizara ya Michezo chini ya waziri mwenye dhamana Profesa Kabudi au sio bwana na naibu waziri ambaye anafahamika kwa jina la Mwana FA ya Hamisi Mwinjuma, jana walifanya kikao pamoja na rais wa TFF Wallace Karia pamoja na mabosi wa ligi kuu So Far So Good. Pia kulikuwepo na rais wa zamani wa TFF Reginald Tenga, ambayo kubwa kabisa walifanya kikao na Kulwa na Doto wa Kariakoo kwa maana Simba na Yanga. Hii yote ni kuhusiana na mustakabali wa dabi iliyovunjika kuchezeka mapema kabisa mwezi wa 3, yani tarehe 8, dabi ambayo ilileta sitofahamu kubwa sana. Sasa bana, Yanga kushirikiana na viongozi wao kiujumla na matawi na wanachama wao walitoa msimamo wao kwamba kutoshiriki kutorudiana tena na Simba kunako mchezo wa NBC Premier League ambao ulivurugika tarehe 8. Sasa jana unaweza kusema kama serikali labda iliingilia kidogo kati kuweza kuyaweka mambo sawa, lakini kwa kile ambacho kilitufikia Dar-Town TV kwamba kikao kiliendeshwa kwa makundi, yani kwa mafungu. Awamu ya kwanza kabisa bodi ya ligi pamoja na TFF na serikali pamoja ikiwa na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa walikutana na mabosi wa Yanga, ambao Yanga wao walienda kamili pamoja na rais wa klabu ya Yanga Engineer Khalid Said pamoja na makamo wa rais wa Yanga Arafati pamoja na mkurugenzi mkuu kwa maana CEO wa klabu ya Yanga au sio bana. Walipohudhuria taarifa ambayo tulikuwa nayo Dar-Town TV baada ya kikao chao cha muda mrefu, inadaiwa pia mabosi wa Yanga wao walishinikiza kwa TFF na bodi ya ligi pamoja na serikali. Wao wanachohitaji ni magoli 3 na pointi 3 ambazo wanadai kwamba sababu za Simba kugomea huo mchezo hazina mashiko hata kidogo. Baadaye pia waliingia mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu pamoja na CEO wa klabu ya Simba, nao pia walifanya mahojiano, lakini wao mabosi wa Simba walikataa kuongelea kile kilichotokea kule pamoja na rais wa TFF baada ya waandishi wa habari kukaa nje au sio bana. Waligoma kabisa kuongelea swala lao lililokuwa limejadiliwa ndani ya ofisi za Baraza la Michezo Tanzania BMT, ambazo kimsingi ofisi zao zipo ndani ya uwanja wa Stadio Benjamin William Mkapa. Sasa bana, cha kushangaza kabisa, matawi ya Yanga pia baadhi ya wanachama wa Dar es Salaam walihamasishana baada ya kusikia kesho kuna kikao, wakajazana nje mwa uwanja wa Stadio Benjamin William Mkapa kushinikiza viongozi wao kwamba kile ambacho wamepigilia msumari kwamba hawatocheza tena dabi ya NBC Premier League kwa msimu huu dhidi ya watani wao Simba na Yanga. Sasa bana, baada pia ya kikao hicho, rais wa klabu ya Yanga au sio bana Engineer Khalid Said alikutana na umati mkubwa sana kipindi anatoka nje, washabiki wa Yanga huku wakimwimbia kwa shangwe kwamba hawatocheza tena hiyo mechi. Ikabidi afungue vioo na kutoka nje ya gari na kuongea mawili matatu na baadhi ya washabiki wa Yanga ambao walikuwa nje, ambao wakipita kwenye mitandao ya kijamii washabiki wenzao wa Simba wamekuwa wakiwakosoa sana kwamba labda washabiki wa Yanga wanachokifanya ni ushamba au sio bana, wameitwa viongozi alafu wao wakajae nje kushinikiza hilo jambo. Sasa story ambazo ziko chini ya kapeti, Engineer Khalid alisema mbele, aliongea na waandishi wa habari pia kudai kwamba kweli kuna baadhi ya mambo wamekubaliana na TFF pamoja na serikali kwamba nao wametoa msimamo moja hapo, hakutaka kuweka wazi kipi kilizungumzwa, lakini amesema kwamba kutakuwa na vikao vingine vingi baada ya hichi. Yote tu ni kutaka kuhakikisha kwamba ligi kuu inabaki kwenye ubora au sio bana, ligi kuu ya NBC Premier League ambayo siku za karibuni imekuwa ni ligi bora sana. So far so good. Wadau wengi wanatamani pia Yanga asipewe 2.3 za ubaoni kwa kile alichokidai Murtaza Mangungu kwamba hata wao Yanga waliweza kukimbia dabi mwaka 2021 lakini Simba hawakudai point. Why today? Hii hapa ni Dar-Town TV na mimi ni Big Boy Joe. Asante sana kwa kuendelea kuitolea macho kituo